Israeli imeanzisha kile kinachoitwa shambulio la tahadhari dhidi ya Iran katika hatua inayoongeza mvutano mkubwa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka serikali ya Israeli, mashambulizi hayo yamelenga kuzuia kile kinachoelezwa kuwa tishio la moja kwa moja dhidi ya usalama wa taifa hilo. Waziri wa Ulinzi wa Israeli, Israel Katz, ametangaza hali maalum ya dharura kote nchini humo, akisema hatua hiyo imechukuliwa kama sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na mashambulizi ya kulipiza kisasi yanayoweza kufanywa na Iran. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo Reuters, milipuko kadhaa imesikika katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Iran, Tehran, ikiwemo katikati ya jiji hilo pamoja na maeneo ya kaskazini na mashariki. Shirika la habari la Fars linaloshirikiana na serikali ya Irani limeripoti kuwa makombora kadhaa yamelenga maeneo yanayodaiwa kuwa ya kijeshi na kiusalama. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Irani hazijatoa takwimu rasmi kuhusu idadi ya watu waliofariki au kuweza kujeruhiwa. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa mashambulizi hayo yanaweza kuwa yamelenga miundombinu ya kijeshi pamoja na vituo vinavyohusishwa na programu ya makombora na nyuklia ya Iran. Israeli kwa muda mrefu imekuwa ikieleza wasiwasi wake juu ya kile inachodai ni juhudi za Iran kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, madai ambayo Tehran imekuwa ikiyakanusha. Katika hatua ya tahadhari, Israeli imefunga anga la kila taifa, kusimamisha shughuli zisizo za lazima na kuwataka wananchi wake kubaki karibu na maeneo ya usalama. Shule na ofisi nyingi zimeripotiwa kufungwa kwa muda, huku jeshi likiwekwa katika hali ya juu ya utayari. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanasema tukio hili linaweza kusababisha mzunguko mpya wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa haya mawili hasimu na kuongeza hatari ya kuhusisha mataifa mengine katika mgogoro huu. Hadi sasa hakujakuwa na tamko rasmi la moja kwa moja kutoka kwa viongozi wakuu wa Irani kuhusu namna watakavyojibu mashambulizi hayo. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa Tehran mara nyingi imekuwa ikiahidi kujibu kwa nguvu mashambulizi yoyote yanayolenga ardhi yake. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa mivutano katika ukanda wa Mashariki ya Kati ambao tayari unakabiliwa na changamoto za kiusalama. Tutaendelea kuwajuza kadri taarifa zaidi zitakavyoendelea kutufikia kutoka vyanzo mbalimbali vya kuaminika. Mpaka hapa ninapofikia tamati, nikusihi salia nasi kupitia Kopro Media, vile subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Kopro Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.